Sasa lile sakata la Malkia Karen limechukua sura mpya, na hii ni baada ya madai ya kupigwa na mpenzi wake kuanza kuhisiwa sasa kama ni kiki ya filamu. Malkia wa nguvu Shilole ameamua kuliingilia ili swala kati, amelipuka na kutoa ujumbe mzito kuwa ukatili wa kijinsia sio sehemu ya kutafutia kiki. Sasa sote tunajua kuwa Shilole ana historia ndefu na yenye maumivu kuhusu ukatili wa majumbani. Kwa miaka mingi amekuwa sauti ya wanawake wanaoonewa, akionyesha majeraha yake halisi ili kuleta mabadiliko. Kitendo cha Malkia Karen kutumia makeup na kudai amepigwa ili kutangaza kazi yake mpya kimemchefua shishi na kumuona Karen kama mtu anayedhihaki maumivu ya wahanga wa kweli. Shilole amesisitiza kuwa michezo kama hii inaharibu harakati za kutafuta usawa na ulinzi kwa wanawake. Anasema tukio kama hili linapotokea kesho kwa mwanamke anahitaji msaada wa kweli, jamii haitaamini kwa sababu wasanii wamegeuza ukatili kuwa maigizo. Shilole anawataka wasanii kuwa wabunifu bila kugusa sehemu zinazoumiza jamii na kudhalilisha utu wa mwanamke. Hali imekuwa tete mitandaoni, huku baadhi ya watu wakimtetea Karen kuwa ni sanaa. Wengine wameungana na Shilole, wanasema kiki imevuka mpaka. Malkia Karen kwa sasa anajikuta kwenye wakati mgumu ambapo badala ya watu kusubiri filamu yake, wengi wanajadili maadili yake na jinsi alivyopoteza uaminifu mbele ya mashabiki walioanza kumpa pole kwa dhati. Je, unadhani Shilole yupo sahihi kumchana live Karen, au Karen ana haki ya kutumia njia yoyote kutangaza sanaa yake? Hii ni vita ya maadili dhidi ya kiki. Sasa wewe cha kufanya, drop comment yako kupitia comment section hapo chini, lakini pia usahau kusubscribe, like, share, turn on notification ili uzidi kupata update ya matukio mbalimbali yanayojiri every time. I'm out.